hayati John Pombe Magufuli, nchi akachukua Mama Samia Suluhu Hassan, sisi wachambuzi na wafuatiliaji wa mambo tulipata hofu sana kwamba kwa historia mataifa mengi yalipopoteza kiongozi akiwa madarakani haya kutawarika. Bahati nzuri sana taifa letu lilitawarika. Mama huyu alisimamia vizuri sana, vyombo vya dola vyote vikaweza kulinda amani yetu. Lakini pili, katika swala la kisiasa alionyesha ukomavu wa hali ya juu sana kwa kurekebisha sehemu ambazo alihisi mtangulizi wake pengine alikosea, na akaleta ustai katika maridhiano. Akatengeneza timu maalum, akaziweka katika meza yake, akakaa kama chief of comfort wa taifa hili, akaangalia kwa maslahi mapana, akashauri, mahakama ikamsikiliza. Baadhi ya kesi zilizokuwa zikiwakabili wahanga wa kisiasa zikafutwa na wakabaki nje. Waliokuwa nje ya mataifa haya wakarudi kuja kujenga taifa hili, wakarudi wakaungana naye. Lakini zaidi, amekuwa mgombea wa kwanza wa chama tawala kunadi ilani iliyoandikwa neno katiba mpya. Nyie mnakumbuka mwaka 2011 ulikuwa ni utashi wa JK. Haikuwa kwenye ilani, lakini kwa namna huyu mama anavyoona umuhimu wa kutafsiri pia minunguniko ya watu wanaonumunika ya kikatiba, akasema mimi mkinipa nafasi ndani ya siku 100 nitaanza kuuisha mchakato wa katiba mpya. Hii inanipa nguvu kama kijana kwamba nina uwezo wa kuja kuishuhudia ile Tanzania walioipigania watu wengi, kwamba katiba hii imepitwa na wakati. Kwa hiyo katiba hili sio takwa la vyama vya siasa, ni takwa la Watanzania wote, na sio takwa la vyama la Chama cha Mapinduzi peke yake. Hata vyama vya upinzani vimezungumza katiba mpya. Lakini huyu anayegombea kwenye chama tawala na anayeonekana na nguvu ameendelea kuisemea katiba mpya bila woga. Alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Hii inanipa nguvu, na anawaambia vijana tusiharibu amani yetu. Yale tunayoyahitaji, tusubiri mchakato wa katiba mpya utakapoanza, tutoe maoni. Nakushukuru sana Kamenge. Ratna, ni mambo yapi ambayo pengine kama kijana binti usingependa kuona yakitokea wakati huu ambapo sasa uchaguzi umekaribia zaidi, wakati wa uchaguzi, katikati ya uchaguzi na mara baada ya uchaguzi? Ningependa kwanza nichangie kidogo kwenye swala la amani. Wakati tunahubiri amani, kuna salamu ambayo ipo, wanasema dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Haya mambo matatu, upendo, haki na amani. Kwa hiyo tuhubiri upendo kama taifa, tuhubiri haki. Je, kuna haki? Kuna kijana alikuwa anazungumza hapa, unampeleka mgonjwa wako hospitali, mama yako, baba yako, kaka yako hospitali, anafariki, una maumivu ya kufiwa, lakini una maumivu, huwezi kuchukua maiti yako. Mimi kwa dini yangu, kuzika ni ibada. Anapofariki mtu hatakiwi kucheleweshwa. Yaani mambo matatu mtu hatakiwi kumchelewesha. Moja wapo ni kuzika, kwamba hataki kukaa. Unapoifungia maiti yangu, hiyo amani iko wapi? Ninapokosa kijana ajira, hiyo amani iko wapi? Ninapokosa mimi hela kwenda kujifungulia, sasa hivi wanasema huduma mama na mtoto ni bure, lakini sio kweli, sio bure. Hiyo amani iko wapi? Kwa hiyo tuhubiri haki, kwamba tunataka taifa ambalo litasimama kwenye haki. Tunataka taifa ambalo hakutakuwa na upendeleo. Hakuna taasisi ambayo itapendelea chama fulani. Hatutasikia kuna uchaguzi wa serikali za mitaa ulipita hapa, mikopo ambayo ni haki ya kila Mtanzania inaitwa mikopo ya mama. Watu wanaambiwa pelekeni vitambulisho vya CCM ndio mpate mkopo. Je, hiyo ni haki? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuhubiri tunapohubiri amani. Mimi siwezi kusema kwamba najivunia Tanzania ina amani alafu mimi nalala na njaa.
Je, hiyo amani tunahubiri ni amani ya kikundi kidogo cha watu ambao wanakula neema ya nchi? Sisi kwenye ICT tunasema taifa la wote kwa maslahi ya wote. Nchi yetu ni tajiri sana. Kila Mtanzania atakuwa anufaike na rasilimali ambazo tunazo. Tuna madini, tuna Tanzanite, tuna dhahabu sisi. Tuna vitu vingi ambavyo tunajivunia navyo. Lakini je, hivyo vitu vinamnufaisha nani? Ni watu wachache ambao wananufaika na rasilimali nyingi za nchi yetu. Alafu wengi tunaambiwa tukae tusubiri amani. Sio kweli. Mimi naomba taifa nilione ambalo lina haki. Tukija kwenye uchaguzi, natamani vitu gani visitokee? Narudi pale. Hatuhitaji kuona upendeleo wa chama chochote kile. Mimi ni mgombea. Mpaka sasa hivi sijaona upendeleo wowote ule katika jimbo langu. Lakini kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, watu walikuwa wanaahidiwa kina mama makundi kwa makundi. Ukipita leo Chifu Odemba kokote katika tena hata sio jimbo la Kinondoni, kokote utakapoenda wewe, watu walikuwa wanaahidiwa, wanaambiwa njoeni mpige kura, njoeni jiwekeni kwa makundi, mtapata mikopo ya mama. Njoeni leteni vitambulisho vya kupiga vya CCM. Tena wanaambiwa kwa specifically, njoo na kitambulisho chako cha CCM. Kama una kitambulisho cha CCM, hakuna mkopo wa mama ambao utapata. Watu wakachukua vitambulisho wakijua kwamba wanaenda kupata mikopo hawajapata, na vitambulisho wamechukua. Rahma, hayo maneno ni mazito, tafadhali shikilia hapo. Nasra, unajibuje hizi tuhuma ambazo anazitoa Rahma ya kwamba ili kupata mkopo wa mama ni lazima vile vile huwe na kitambulisho cha Chama cha Mapinduzi? Unajua, ukiwa kiongozi kuna muda sitaki sana kumnanga dada yangu Rahma kwa sababu ya heshima. Kwanza amethubutu kugombea. Na ni kijana mwenzangu. Anapozungumza na umma, anazungumza na umma ambao unatarajia huyu kiongozi endapo Mungu kamjalia akapata nafasi anakwenda kutuwakilisha. Kama anatengeneza uongo wa dhahiri kwamba eti mwananchi haijawahi kutokea. Bahati nzuri mimi mtoto wa mkulima na mkwezi. Nimetoka huko Mbwinde, Singida ndani. Nimekuja Dar es Salaam, nimesoma, nimeanza kushiriki siasa, naishi huko mtaani, siishi ndani wapi sijui hapo ushuani, niko huko mtaani. Mikopo hii mama zangu, dada zangu, ndugu zangu, majirani wanapata, sio kwa kigezo cha CCM. Asipotoshe kwanza umma, na ni kiongozi tunamtarajia. Si wa kujibu. Lakini amezungumzia ajenda nyingine ya hospitali. Rahma, kwa umri wangu nina watoto wawili. Wote nimejifungulia Kawe kituo cha afya. Kwa hakuna gharama ya mama kwenda kujifungua Kawe pale. Mimi natoka Kinondoni hii. So ukiniambia hizo habari, mimi kuombe tunazungumzia Watanzania wanatutazama. Usipotoshe nani huyo kiongozi gani na mambo uje kwa ushahidi. Chifu Odemba. Ushahidi. Play tuone huyu kwamba ndio tulienda sehemu katika mtaa fulani. Hasipotoshe umma. Ni taifa tunaotegemea. Tukianza kuongea uongo na maneno ya kwenye vitenge, tutakuwa tunakosa sifa za kuwa viongozi. Shikilia hapo Nasma. Rahma, siko hapa kudanganya wala siko hapa kusema uongo na wala hatuko hapa kunangana. Nasema experience ambayo nimeipata kwenye field. Ni vitu vya uhalisia. Leo nikiita kina mama tuitishe mkutano hapa, ama waje uwahoji kina mama wa jimbo zima la Kinondoni, hakuna mama yote ambaye anajifungua bure. Hayupo. Bila 65,000 75 hujajifungua. Haipo hiyo hospitali. Twende mimi na yeye hapa Mwananyamala, kuna mama anajifungua bure. Leo hii kina mama ambao wanaenda hospitalini, mtu anabeba furushi kama vile anakwenda kuhamia hospitali. Kila kitu anaenda nacho yeye mwenyewe. Ni uongo. Twende hospitali yote sasa hivi, tukitoka hapa twende tukahoji kama kuna hospitali ambayo kuna mama anajifungua bure. Sio kweli. Sio kweli. Sipo hapa kudanganya na siwezi kusema uongo. Sipati faida yote kwenye kusema uongo. Na ni kweli kwamba kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kuna malalamiko mbona yapo huko chini. Na watu wanayasema kwamba tulikusanywa sisi makundi kwa makundi. Tukaambiwa tutapewa mikopo. Kwa hiyo kwenye ukweli, mimi ninasimama kwenye ukweli bila kuogopa chochote kile. Na kama kuna mtu ananisikiliza ambaye anahisi nazungumza uongo, aje hapa mimi nikampeleke huko chini, watu ambapo wanaenda kujifungua kwa pesa na watu ambao walikusanywa wakaambiwa kuna mikopo ya mama na hawakupata hiyo mikopo. Nasma, dakika moja tafadhali. Ni alafu tutakuja kwa Kiliba. Naomba nijibu hata dakika moja hivi. Rahma, nirudie tena. Wewe ni kiongozi, lakini ninapata mashaka. Mimi mwana Kinondoni. Hata hizo kampeni zenyewe za kwako inawezekana zina mashaka. Sijai kuona hata unakusanya watu 10 kuwasikiliza. Kwa hiyo ukiwa unazungumza hapa, zungumza kwa data. Bwana, mimi nina kata zangu 10 makumbusho nimekutana na kwa data na watu, acha kuzungumza uongo. Na ninazungumza hapa nirudie tena. Kwa mimi ni kiongozi, lakini kiongozi wa field
nifuatilie kokote duniani utakuta habari zangu. Mimi nazunguka na kwenda chini makata yote, mitaa yote, na kwenda 563 ya mkoa wa Dar es Salaam kwa uongozi wangu, kwanza kusikiliza wananchi, lakini pili kutatua sehemu ambapo nina uwezo wa kutatua, ambao yale ambayo yako nje ya uwezo wangu nitapeleka katika mamlaka husika. Ndivyo uongozi. Sasa kuja kuudanganya umma eti CCM wanakusanya vitambulisho, hii ni aibu na ni fedheha, na wala usitumie tiketi hiyo ya chama chako. Tunazungumza hapa, kuna muda tuliondoka kubishana masuala ya vyama, tunazungumzia mustakabali wa wananchi, tunazungumzia mustakabali wa vijana. Kwa ukizungumza, hebu jitoe kwenye nafasi yako kwanza. Nimekwambia ninapata mashaka. Wewe mimi sasa hivi nakutemu kama kijana uliyethubutu. Ngazi kubwa sana kugombea ubunge. Kwa hiyo unazungumza my sister, jaribu kuzungumza ku reflect wewe ni nani, lakini uhalisia hiyo vitu havipo. Na mimi asante sana Udemba, atupeleke yeye Kawe alipojifungulia bure. Kama kuna usijifungua ndio tupeleke kama Kawe ni kujifungua ni bure. Twende Kawe kama kujifungulia ni bure. Huo ni uongo. Unasema una mashaka na mimi wakati unazungumza. Mimi nimekusikiliza, naomba nisikilize. Nafuatilia kampeni za Kinondoni. Kwanza nafuatilia kampeni zake za Kinondoni. Haya, mgombea wetu Tarima tutamkuta vijiweni, tutamkuta afanya nini? Kamati yangu nzima ya utekelezaji wilaya ya Kinondoni wanafanya ziara, na mimi naingia sasa hivi. Rahma, ni zipi kampeni zako? Usidanganye huko, unasikiliza wananchi. Nakushukuru sana. Sasa naomba nijibu kwanza Udemba. Kwa sababu hujawahi kuniona, hujawahi kunisikia, haimaanishi sifanyi kampeni. Asante sana. Unaposema hujawahi kumuona Rahma, humjui Rahma, utajua watu wote wa Tanzania. Utajua watu wote wa Kinondoni. Utajua watu wote wa Dar es Salaam. Haiwezekani, hoja dhaifu kabisa. Sikujui, ndio maana hapana, hoja dhaifu kabisa. Ni mwenyewe ndo mara ya kwanza nakuona. Ndio mara ya kwanza namuona kaka, ndio mara ya kwanza namuona huyu. Unazunguka kwa mzima ndio unajua watu wote. Nakushukuru sana. Sisi tumezunguka kujenga chama, tumezunguka. Hoja dhaifu kabisa. Umepani kwa sababu umeambiwa chama chako ni chama ambacho hakitendi haki. Unazungumza kutokana na umepata mhemko. Unasema vijana wasiwe na mhemko na umepata mhemko. Hiyo ni mihemko. Mimi naogopa hiyo kule chini anayosemea Rahma inawezekana isiwe Tanzania hii. Sasa sikiliza. Chini gani? Anasema huko chini, huko field, huko chini huko. Mimi naiogopa sana. Kwamba unataka kuona mashaka kwamba ingi field. Sikiliza, napaogopa hiyo field anayoingia. Nafasi ya wasomi wa vyuo vikuu katika taifa letu ni pamoja na kufahamisha umma juu ya haki na wajibu wao. Taarifa sahihi tuliokuwa nayo sisi wanafunzi wa vyuo vikuu ni kwamba mwanamke mjamzito anapaswa kujifungua pasipo kutoa chochote kile. Hayo ni maelekezo ya serikali. Sasa hoja hapa ni hii hapa. Kama ni kweli huko chini, huko fidi anapozungumzia Rahma kuna kitendo cha namna hiyo kinachoendelea, ni wajibu wetu sisi kama vijana viongozi kuwaeleza haki yao ya msingi na wafahamu maelekezo ya serikali juu yao kwamba mwanamke mjamzito hapaswi kujifungua kwa gharama yoyote. Lakini Madam Nasra hapa amesema yeye ni mojawapo ya mwanamke ambaye amejifungua bila gharama yoyote. Sasa tunapata mashaka. Sasa ninyi ambao mpo kwenye vyama vya kisiasa inabidi mshirikiane kufahamu uhalisia wa situation hiyo. Lakini Chief Udemba, mwisho kabisa, siasa isiwe ni malango ya hila ya uongo. Na ili ni jambo ambalo tumekuwa tukipiga makelele sisi kama mabalozi wa amani, vijana wa vyuo na vyuo vikuu. Kwa sababu tunajua madhara ya hila. Madhara ya hila ni kuleta chuki kwa jamii. Madhara ya hila ni kuleta hasira kwa jamii. Sasa tujitahidi sana kuhakikisha hii fursa ya haki ya kidemokrasia ya mfumo wa vyama vingi tulioipata tuitumie katika misingi ya utakatifu wake. Tujitahidi sana kutumia nyenzo ya taarifa sahihi na ukweli katika namna ya kuunganisha taifa ili watuelewe kwa sera mbadala tulizokuwa nazo. Lakini tukitumia sasa kama sehemu ya kujipatia chapuo, tunaligawa taifa, tulisadii taifa. Kamenge, tafadhali, umesikia dada zetu. Mimi nimefurahi kwamba vijana wanafanya argument. Ndivyo tulivyoumbwa. Na nataka niseme sisi vijana lazima tukubali kusikiliza hata kama hatupendi kusikia. Yani si na vijana pia tukubali kusema
hata kama wanaosema wapende kusikia tunachotaka kusema, ili mradi kinaponesha na kinaleta uhai wa maendeleo na taifa letu. Mimi nachoweza kusema, tunaposema siasa bado ni sayansi, na kuna wanaotumia sayansi kwa namna nyingine tu, Kwa hiyo tukubaliane tuwe wavumilivu na tuwe na vifua. Hawa wazee wakati wanaliweka taifa hili miaka yote hii, na wameliongoza taifa hili, wamevumilia mengi sana, wamenangwa, wamesemwa, lakini wameendelea kusimama kwenye leli. Mwalimu Nyerere wakati anasimulia siku moja anasema, ukitaka kumchumbia binti mzuri utapigiwa kelele sana, na akasema, akatoa historia kwamba wakati huyu anakwenda wanapigiwa kelele, anageuka jiwe. Sasa nyingine kelele hizo ndio mafanikio. Kwa hiyo dada Nasla kama kiongozi wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, hizi kelele za wapinzani ni nzuri, zinasaidia unapokaa kwenye kamati ya siasa ya mkoa kupeleka na kuoji mjumbe ambaye ni mkuu wa mkoa kwamba kuna hii kitu, kusudi kama ni kweli basi irekebishwe, lakini kama ni uongo basi ijibiwe. Na pia uongo ukiachwa muda mrefu ugeuka kuwa ukweli. Ndio maana ipo haja pia ya viongozi kuwa wanajitokeza mara kwa mara, hasa hawa wa vijana na umoja wa vijana, kusimama na kujibu hoja mbalimbali ambazo zikiachwa muda mrefu ugeuka kuwa ukweli na watu uamini. Na siku zote uongo ndio umeangusha mataifa mengi, kwa sababu ni propaganda ambayo lazima. Na kwenye siasa, propaganda ni sehemu nzuri sana ya siasa. Watu wamepelekwa kwenye vyuo kwa ajili ya propaganda, ili mradi iwasaidie kushinda katika chaguzi mbalimbali. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye platform kama sisi vijana, na tunapoaminiwa tukapewa nafasi kubwa, basi tuwe na vifua, lakini pili tusichukie zile kelele, kwa sababu pengine zinasaidia maendeleo ya taifa letu. Lakini mwisho, kwa maana ya vijana wa taifa hili, nimeona hii niiseme tu, na inaniumiza sana, na ilianza kuniumiza leo. Mitandao ya kijamii. Mitandao yetu ya kijamii ni sehemu kama jamii nyingine, na kwa tathmini inaonyesha watumiaji wa mitandao ya kijamii wanaongezeka kwa asilimia kubwa kila kukicha. Maana yake itafika kipindi Watanzania wote watakuwa kwenye mitandao ya kijamii. Kama kijana, profile yako unayoipeleka kwenye jamii ambayo wewe unafikiri watu hawakuoni, ukakomenti ukasema, maana wewe hiyo ndio taswira yako. Tunakutarajia kesho uwe baba wa watoto, uwe mama wa watoto, lakini tunakutarajia uwe ni mtu ambaye ana uwezo wa kutoa michango yake na kushukuru sana ya kujenga nchi na kukuza amani. Amesema vizuri Nasra. Ukweli ni kwamba haki, amani ni tunda la haki, lakini hakuna haki bila wajibu. Kwa hiyo ukitaka haki lazima pia uwajibikie haki yako,